Yes, tumeona bungeni kumekuwepo na mvutano wa hapa na pale, watu wakizungumzia sakata la dabi ya Kariakoo, lakini si hivyo tu, watu pia wakizungumzia mwendelezo wa makosa yanayojirudia katika ligi kuu ya Tanzania. Watu wakaenda mbali zaidi na kuituhumu bodi ya ligi kwamba inafanya kazi chini ya TFF na kwamba wao hawana maamuzi, ni chombo ambacho kipo lakini hakina maamuzi, maamuzi kinasubiri kupewa na TFF. Lakini yote haya yamekuja mara baada ya sakata lile la dabi ya Kariakoo ambalo mechi yake ilipangwa kuchezwa Machi 8 na ikahilishwa. Baadhi ya wabunge wamejaribu kugusia juu ya TFF na bodi ya ligi ambavyo inavitetea na kuvipendelea vilabu vikubwa hapa Tanzania kwa maana ya Simba na Yanga, na wakaenda mbali zaidi kusema kwamba Simba na Yanga katika ligi kuu hazifungwi na vilabu vingine vyovyote tofauti na wao wenyewe wakutane Simba na Yanga. Lakini ukija kuangalia Simba akicheza na vilabu vingine hawezi kufungwa, sambamba na Yanga pia akicheza na vilabu vingine hawezi kufungwa. Lakini vilabu hivi vikitoka nje ya Tanzania, hata vikienda Zanzibar tu, basi vinashinda kwa hati sana, vinashinda kwa jasho na damu. Moja kati ya taarifa kubwa ambayo sasa nimeamua nikuletee leo ili uweze kujua ni nini kinachoendelea juu ya hiki ambacho kinatajwa kuwa ni uvunjwaji wa sheria, kanuni na taratibu ambazo zinaongoza ligi, na nikasema kwamba ni kukusanyie baadhi ya matukio na baadhi ya sauti ambazo zimetolewa na uongozi wa bodi ya ligi juu ya sakata hili ili uweze kujua ni nini kinachoendelea kunako anga la michezo, mwanafamilia wa HNT Media. Hebu kwanza tuisikilize sauti ya Steven Mguto ambaye ni CEO wa bodi ya ligi ili uweze kujua kwamba shida iko wapi kabla hatujaiangalia kwa undani kabisa taarifa hii. Kwanza nashukuru. Kwanza neno uchunguzi ni neno pana katika hali ya kawaida. Inawezekana katika taarifa yetu hatukuweza kuwa specific ni uchunguzi wa aina gani ambao unafanywa, ambao tunakusudia kuufanya. Kwa hiyo ni neno pana. Kwa hiyo hata watu kutaka kufahamu wanastahili kwa sababu neno lenyewe lilijieleza katika uzito huo. Lakini cha kwanza kwa maana ya uchunguzi, lile tukio lilivyotokea tuliliendea, tukalipeleka kwenye kamati kafanya maamuzi, na miongoni mwa maazimio ile ilikuwa ni azimio mojawapo. Lakini unaweza ukaona baada ya kamati vyombo vya nchi vyenye mamlaka sasa na vyenye dhamana hiyo walituita kama bodi. Sina hakika kama waliwaita na watu wengine, lakini sisi kama bodi tuliitwa na chombo cha nchi chenye dhamana ya kufanya uchunguzi wa masuala hayo. Tukajadiliana na chombo chenye mamlaka hayo. Kwa hiyo tuliulizana maswali mengi, walitaka kujua mambo mengi. Kwa hiyo tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba lilikuwa limepokelewa rasmi, na sisi ni imani yetu kwamba mamlaka hiyo inaendelea na hilo jambo la kiuchunguzi kwa mamlaka walionayo, kwa kazi zao za msingi, kwa dhamana walionayo. Kwa hiyo sisi tulizungumza yale yote ambayo tuliulizwa, yale yote ambayo tulipaswa, tuliwajibika kuclarify. Kwa hiyo waliridhika na maelezo yetu na wakatuambia kwamba kuna haja sasa ya kuendelea na wadau wengine ili kuweza kulikamilisha hili jambo. Kwa hiyo unaweza ukaona katika upande huo hilo jambo linaendelea, kwa sababu mpaka sasa hivi hawajarudi kwetu. Ni imani yetu wanaendelea nalo, pale watakapokuwa tayari tafsiri yake ni kwamba watalitolea maelezo. Lakini ukija kwenye masuala ya kiuchunguzi ambayo yako ndani sasa ya mamlaka yetu, yako ndani ya mamlaka yetu, kwa maana
ni watu wa aina gani ambao walisababisha, ambao ni football family members kama kanuni zetu, katiba zetu zinaposema kwamba sisi tunawajibika na wale wote ambao ni football family members. Bana, hii hapo ilikuwa ni sauti ya Steven Mguto, CEO wa bodi ya ligi, akizungumzia juu ya sakata hili la dabi ya Kariakoo ambayo imepangwa kuchezwa tarehe 15 Juni. Lakini kuna taarifa ambazo zilikuwa zikienea katika mitandao ya kijamii kwa kwamba TFF na bodi ya ligi hawajatoa majibu ya uchunguzi ambayo walisema kwamba wanafanya uchunguzi juu ya masuala ambayo yalileta shida siku ya tarehe 7 mwezi wa 3 ambapo Simba alizuiwa kufanya mazoezi katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo basi kukawepo na sintofahamu nyingi na wakasema kwamba kuna uchunguzi ambao unafanyika, alafu watakuja kuhakikisha kwamba wanatoa matokeo ya uchunguzi. Lakini ngoja nikusomee baadhi ya maneno ambayo aliweza kuyasema katika vyombo vya habari alipokuwa akihojiwa na moja kati ya chombo cha habari hapa Tanzania. Aliweza kusema, sisi kama bodi tumemaliza uchunguzi wetu, maana tulipokea taarifa zote rasmi zinazohitajika. Itoshe kusema kwamba taarifa zote tunazo, na hilo shauri tayari lipo kwenye kamati ya kikao kijacho. Kamati itatoa majibu kwa wahusika, na kamati ikijiridhisha na taarifa tulizozikusanya na mazingira ya video, kamati itajadili na itafanya maamuzi. Naamini pale watakapokuwa tayari watakuja na majibu, na wakirudi kwetu sasa, wahusika wote kuanzia wasimamizi wa kanuni za ligi na kwa ujumla, unaweza kuona kwamba namna moja ama nyingine, kama tutajiridhisha basi kanuni zifanye kazi. Hayo yalikuwa ni baadhi ya maneno ya Almas Kasongo ambaye pia ni CEO wa bodi ya ligi. Mpaka sasa dabi ilipoahirishwa na mpaka leo ni miezi miwili imeshakwisha kukamilika. Ina maana mpaka sasa uchunguzi haujakamilika. Kwa mujibu wa maelezo yake, yeye anasema kama kamati ikijiridhisha juu ya taarifa ambazo wamezikusanya, basi watatoa uamuzi. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba TFF na bodi ya ligi haiwezi kusimamia taratibu na sheria ambazo wanatakiwa wazisimamie, kwa sababu ukija kuangalia toka tukio lilipotokea mpaka sasa ni miezi miwili sasa imekamilika, lakini hamna kitu chochote ambacho kimetolewa mpaka sasa. Bodi ya ligi imetangaza tarehe ya mchezo pasina kutoa taarifa juu ya uchunguzi ambao walisema wanafanya uchunguzi. Hapa anatuambia kamati ya uchunguzi iko na taarifa, wamekaa nazo tu ndani, hawajatoka nje kuzitoa taarifa hizo. Kwa maana hiyo unaona kabisa kwamba kinachofanyika hapa TFF na bodi ya ligi ni kugawa mashabiki na wapenda soka wa Tanzania. Huwezi ukapanga tarehe kabla hujatoa ufafanuzi wa jambo lenyewe ambalo lilifanya dabi ya Kariakoo iahirishwe. Mpaka sasa Young Africans wanalaumiwa na wanashutumiwa kwa kufanya makosa juu ya jambo hili, lakini ukija kuangalia waliotoa taarifa ya kwanza kwamba hawataleta timu uwanjani, wao wamekaa pembeni. Hakuna taarifa yoyote ambayo ilitolewa na bodi ya ligi kuhusiana na Simba toka pale ambapo walitoa taarifa ya kuahirishwa kwa mechi ya Kariakoo, ambapo ukija kuangalia kwa kipindi chote hiki cha miezi miwili, kama kulikuwa na viashiria vya rushwa na kama kulikuwa na viashiria vya uvunjifu wa amani, basi vyombo husika vingefuatilia kwa haraka na huenda hata isingefika tarehe 20 ya mwezi huo wa 3, labda ingekuwa imeshafika tarehe hata 15 tu, angekuwa ameshakwisha kutoa tamko juu ya kile kilichotokea hapo. Lakini ukija kuangalia mpaka sasa ni miezi miwili, watu wanasema wamekusanya taarifa wanazo na hawajakaa vikao na kutoa juu ya hiki ambacho kinatajwa kuwa uchunguzi